Kwa hivyo, neno ambalo Mungu ametupa wiki hii ni shetani ni nani? Na ni Biblia tu inayoweza kufunua kwa usahihi shetani ni nani. Dini hawajui shetani ni nani, ndiyo sababu hawajui Injili. Ingawa wanaondoka kwa bidii kwa sababu bado hawajui shetani ni nani. Na wanamuacha shetani kuwa kama mtumwa wa maisha yao. Wanaishia katika ulimwengu huu na katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 1 hadi 3. Inasema hii, imani ndiyo tunayotamani, imani ndiyo tunayotumaini na ni ushahidi juu ya kile ambacho hatuoni. Mungu aliumba ulimwengu huu kwa neno lake, na Mungu alimuumba mwanadamu tu kwa mfano wake mwenyewe. Na Mungu ndiye neno na haonekani kwa macho yetu. Alimuumba mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe na akawapa baraka za milele. Na ndiyo maana mambo muhimu hayaonekani kwa macho yetu. Hata Mungu haonekani. Hata roho ya mwanadamu ambayo iliumbwa kama vitu vya kiroho haionekani. Malaika watafanya kazi kwa Mungu na hata shetani ambao wanasimama dhidi ya Mungu wote hawaonekani. Ikiwa moyo wako, akili na hata roho yako itavunjika, basi huwezi kuzirekebisha. Ndiyo sababu mtu wa imani ndiyo anayewekeza maisha yake kwa kile ambacho hakionekani kwa macho yetu. Tofauti na wanyama. Wanadamu ni kiumbe ambao wanajua juu ya mambo ya kiroho na wanajua juu ya Mungu, na kuna sababu kwa nini wanatumia maisha yao katika ibada, ambayo ni wakati wa kufikiria na kujifunza juu ya vitu ambavyo isiyoonekana kwa macho yetu. Na ndiyo sababu kilicho muhimu zaidi kama kiumbe wa kiroho ni ibada. Hata hivyo, watu wapumbavu ni watu ambao wanaamini tu kile wanachoweza kukiona. Na kwa kile wanachoweza kuona, wanajitolea na kuwekeza maisha yao yote na roho zao na hata kila kitu juu ya hilo. Na ndiyo sababu watu katika ulimwengu huu wanapoteza maisha yao kwa kile kitu ambacho wanakiona. Watu wanasema, ulimwengu unasema na hata kile mazingira yanasema. Na mwishowe watu wanashindwa. Na ndiyo sababu tunahitaji kujua kwa usahihi kile kinachotokea katika ulimwengu wa kiroho. Na kuna ibada ambayo tunaabudu pamoja na kuna wakati wa kibinafsi. Unahitaji kutambua kile kinachotokea wakati unafanya ibada yako. Na haya yalikuwa mafumbo ambayo watu waaminifu na mabaki walikuwa nayo. Hata hivi sasa, bila kuonekana kwa macho yetu, Roho Mtakatifu anafanya kazi. Na wakati Roho Mtakatifu anafanya kazi, hata malaika wanafanya kazi. Na unapoangalia katika kitabu cha Ufunuo mstari wa 8, 3 hadi 5, malaika huchukua sala zote za watakatifu na kumkabidhi Mungu. Roho Mtakatifu haonekani, vivyo hivyo malaika. Na unapoangalia katika kitabu cha Zaburi mstari wa 103, 20 hadi 22, unaposhikilia neno la Mungu na kuomba, malaika wa Mungu huanza kufanya kazi. Mahali ambapo kazi ya Mungu itatimizwa, malaika watafanya kazi huko. Na mahali ambapo uwepo wa Mungu unakuja, kuna mahali ambapo malaika hufanya kazi. Ndiyo sababu
Kilicho muhimu zaidi sio mahali ulipo, lakini ni nani uko naye. Na hiyo ndiyo sababu wakati wa ibada kwa kushikilia agano ni muhimu sana. Wakati huo, wakati tunaoabudu, nguvu za giza na shetani zilivunjika. Katika Mathayo mstari wa 12, 28 hadi 29, Yesu aliwaambia Mafarisayo ambao walidhani walikuwa wakiishi katika maisha ya imani kwamba unasema kwamba unaishi mwendo mzuri wa imani, lakini kuna mwenye nguvu anayeishi katika nyumba yako. Na huyu mwenye nguvu ni Shetani. Na anaweza kuokolewa tu wakati yule mwenye nguvu anapobomoka. Na hilo ndilo jina la Yesu Kristo, yule mwana wa Mungu aliye hai. Na unaposifu na kuomba huku ukishikilia jina, hapo ndipo nguvu za giza zinapobomoka. Hata sasa, Shetani anawakamata wasioamini. Na wasioamini wanafikiri kwamba wao ndio msimamizi wa maisha yao, lakini Shetani ndiye msimamizi wa maisha yao. Na ingawa Shetani anamkamata na kutawala familia zetu, marafiki na hata majirani, na katika Wakorintho wa pili, mstari wa 4 hadi 5, alikuwa mungu wa ulimwengu huu, na akawapofusha watu wasisikie injili hii, na kuwafanya wasisikie injili na kuacha maisha ya kidini, na kuwafanya wafuate watu, pesa na hata mafanikio. Na katika kitabu cha Yohana 16, mstari wa 11 hadi 14, alikuwa mtawala wa ulimwengu huu, na wasioamini wanaweza hata kudanganywa na nguvu za Shetani. Lakini zaidi, wanaona ni zaidi shida ya kiroho inawajia, na mwishowe watu wanashindwa. Na zaidi wanadumisha ni hofu na wasiwasi zaidi inawakujia. Na katika kitabu cha Wakorintho wa pili, mstari wa 13 hadi 5, wanapofanya kutoamini na kuishi ulimwengu huu na maarifa ambayo ni ya kipumbavu, wanaishia maisha yao kwa kutofaulu. Hata sasa hivi, anawadanganya watu wa Mungu, na katika kitabu cha Waefeso 4, mstari wa 27, kupitia kutoamini, anawadanganya waumini. Na katika Petero wa kwanza, mstari wa 5, 7 hadi 8, kwa nini tunatumia ubinadamu wetu na wasiwasi wetu, ndio wakati Shetani analima na watu wa Mungu wanapoanza kuwa na wasiwasi na kutoamini kwamba jicho lao la kiroho linafifia na macho yao ya kimwili yanaangaza. Ndiyo sababu wanafikiria kuwa utamaduni wa giza unaonekana bora, na wanafanya vivyo hivyo kama dini zingine, na wanashikana mikono yao na wanasiasa. Makanisa hayazungumzi juu ya injili tu, yanazungumza tu juu ya injili bandia. Na tunawezaje kumshinda Shetani huyu asiyeonekana? Ni Biblia tu inayoweza kufunua kwa usahihi Shetani ni nani. Katika Ufunuo wa 12 mstari wa 1 hadi 9, kwamba yeye ni malaika aliyeanguka kutoka mbinguni. Inatuambia kwamba malaika aliyeanguka kutoka mbinguni na sasa anatawala dunia hii. Katika kitabu cha Ezekieli 29 mstari wa 13 hadi 17, hapo awali
alikuwa malaika ambaye alikuwa akisimamia kusifu na kuabudu. Kulikuwa na malaika wengi, na bado alikuwa malaika ambaye Mungu alimpenda zaidi na kumtunza. Nje na kiburi yake, hiki kilikuja moyoni mwake na akaanza kuhisi kuwa kama Mungu. Na pia kulikuwa na malaika wengine ambao walikuwa wakimfuata Shetani. Na walipokuwa wakimwasi Mungu, walianguka kutoka angani. Hili ndilo tukio lililotokea hata kabla ya Adamu na Hawa kuumbwa. Na hata sasa kuna pepo wabaya wanaomfuata Shetani na matendo yao ambayo kwa kawaida Shetani hufanya. Katika Mwanzo 3 mstari wa 1 hadi 20, anawaangamiza wanadamu na familia yake, na aliwadanganya na kuwajaribu kufuata pesa na mafanikio na sio Mungu. Na aliwafanya wafanye dhambi ya asili na kuwafanya wafanye dhambi ya asili na kuwafanya waangaike kabisa katika laana na shida, na hata mateso yote yameanzia hapo. Na kwa sababu wanadamu hawamwamini Mungu, aliwafanya wawe na visingizio, na katika Mwanzo 6 kwamba aliwafanya mwanadamu kupenda uzuri wa dunia hii na kuwafanya waondoke wakizingatia vitu vya kimwili pekee. Na walikuwa wakianguka kabisa ndani ya wanefili ambao walikuwa wamejaa Shetani. Mawazo na maamuzi yote walioyafanya walikuwa wamesimama dhidi ya Mungu. Na katika Mwanzo 11 mstari wa 1 hadi 8, watu wanajenga mnara wa Babeli wakijaribu kukutana na Mungu. Hata siasa na uchumi, sababu wanafanya hivyo ni kufanya maisha yao kuwa bora, na ni njia gani Shetani hutumia kumwangamiza mwanadamu. Hata sasa hivi tunapaswa kujua ni njia gani Shetani hutumia kuwaangamiza wanadamu. Anatumia sanamu, dini, uhalali na hata makanisa, na mpango wake pekee ni kuwafanya watu wasijue Injili. Na hiyo ndiyo sababu Yesu aliwauliza wanafunzi wake kwamba watu wanasema mimi ni nani? Na kwa sababu Shetani huwafanya wasijue juu ya Yesu Kristo, na ili kuwafanya wasijue juu ya Kristo, anawafanya wasisikilize neno la Mungu. Na ingawa wanasikia na kusikiliza na kutazama neno la Mungu, anawafanya wasielewe. Na katika kitabu cha Luka 8 mstari wa 22, mstari wa 12, yeye ni kama mbegu kwenye njia, na anasisitiza juu ya Injili ya Kristo kuwafanya wasimjue, lakini anawafanya wafuate pesa, mafanikio na ulimwengu huu. Na neno lake la mwisho ni kuwafanya watu wasielewe Injili hii kwa usahihi. Na ndiyo maana wazao wa Ibrahimu, Waisraeli, wakawa watumwa, mateka na hata makoloni kama mataifa ya kushangaza kwa kutojua Injili sahihi. Na Shetani anawafanya watu wasishiriki Injili hii. Na ikiwa walisikia Injili, mpango wake unaofuata ni kutowafanya waipokee. Na ikiwa watapokea wokovu, lengo lake linalofuata ni kuwafanya wasiache maisha ya kutembea kwa imani. Na hata wakienda kanisani, anachotaka sio kupokea neema kupitia ibada. Na ikiwa
mpango wake haujafaulu, basi mtu huyu apate neema. Lengo lake la mwisho ni kumfanya mtu huyu apokee neema, lakini sio kushiriki na sio kuokoa uwanja wake. Na huo ni mkakati wa Shetani. Na huyu Shetani ambaye haonekani ana nguvu. Katika kitabu cha Mathayo 4 mstari wa 1 hadi 10, hata alimjaribu Yesu. Yesu ndiye muumbaji na yeye ndiye Mwokozi. Na kwa hili Yesu aligeuza mwamba kuwa mkate. Na ni sawa na jinsi alivyowaokoa wanadamu. Alionyesha tofauti ya chakula ili kuwafanya wasisahau juu ya mambo ya kiroho. Ikiwa unaruka kutoka mahali pa juu, basi malaika watakuokoa. Na anagusa kiburi chake na kisha kuwafanya wapoteze vitu vya kiroho. Na mwishowe alionyesha ulimwengu huu kabisa kwamba ikiwa utaniamini na kuniabudu, basi nitatoa ulimwengu huu, na hata kwetu ikiwa tutafuata neno hili, basi ibada haitafanyika. Injili ni kuwa na uwezo wa kumwamini Kristo, na Kristo huyu anakuwa Bwana wako. Sio kama tunapata mafanikio ya mwili au tunapata vitu vya kimwili. Katika Mathayo 24 mstari wa 14, hadi siku Yesu Kristo atakaporudi, ataendelea kumfukuza mwanadamu huyu na kujaribu kuwadanganya wanadamu. Na katika Wakorintho wa pili 11 mstari wa 14, alionyesha miujiza yote na nguvu kwa mwanadamu kuwafanya wasijue Injili tu. Na anajifanya kama malaika wa nuru na kisha kuwaongoza kuanguka katika kutoamini. Hata hivi sasa Shetani ana nguvu na anazunguka kudanganya wanadamu. Anadanganya mwanadamu wa kwanza, analeta kwa wa kwanza kupitia Adamu na Hawa, na akasema kwamba mtakuwa kama Mungu. Na tunawezaje kumshinda Shetani huyu? Na katika kitabu cha Yohana mstari wa 19:30, msalabani kabla ya Yesu Kristo kufa, alisema kwamba alimaliza yote, na hili ndilo agano ambalo Mungu aliwapa wanadamu ambao walifanya dhambi ya asili. Uzao wa mwanamke utaponda kichwa cha nyoka, na mamlaka haya ya Shetani hayawezi kushindwa na juhudi za mwanadamu au njia ya mwanadamu. Ikiwa Shetani anatudanganya, basi wanadamu hawana chaguo ila kudanganywa na kutengwa na Mungu. Ndiyo maana katika Yohana wa kwanza mstari wa 3:8, sababu kwa nini mwana wa Adamu alionekana ilikuwa kuharibu kazi ya pepo, na jina ambalo Mungu alitumia kumwokoa mwanadamu ni Kristo, na jina lake ni Yesu. Na kwa kiu yake alimaliza shida hizi zote. Na tunapomkubali kama Mwokozi wetu na kama Bwana wetu, hapo ndipo Roho Mtakatifu anapokuja kwetu, na nguvu za giza tayari zimevunjika. Lakini hiyo haimaanishi kwamba Shetani alikufa. Yeye ni kiumbe wa kiroho, na ikimaanisha ni kwamba kichwa chake tayari kimevunjika, inamaanisha kwamba nguvu na mamlaka yake tayari yamevunjika. Ambayo ina maana kwamba anaweza kufanya kazi hadi siku ambayo Yesu atakaporudi tena. Kwa hivyo, hadi atakaporudi, tunaishi katika dunia hii kwa kuamini kwamba amemaliza na kuharibu kazi ya Shetani. Hawezi kamwe kuwaangamiza watoto wa Mungu.
kwa sababu Kristo ndiye Bwana wetu. Shida na mateso yetu yote ni baraka ambazo Mungu aliruhusu. Katika Warumi 5:8, na bado tulipokuwa bado wenye dhambi, kwa yeye kufa msalabani alionyesha upendo wake mwenyewe. Na Mungu huyu ambaye alitoa mwanawe mwenyewe sasa yuko pamoja nasi. Na katika kitabu cha Yohana 5:24, kwamba wakati tunapoamini katika jina lake, tunapata uzima wa milele na tumevuka kutoka katika mauti kwenda kwenye uzima. Ndiyo maana tunachohitaji sio kudanganywa wakati shida zikikuja. Hata Yusufu alikuwa na shida nyingi. Hata hivyo, Mungu alikuwa na Yusufu. Na Yusufu huyu alikuwa akishikilia agano la Mwanzo 3:15. Na popote alipoenda, nguvu za giza zilivunjika. Ingawa ndugu zake walikuwa wakimdhulumu, lakini hilo lilikuwa jibu lake kwake, na kwa ukweli kwamba aliuzwa kama mtumwa. Lakini hilo likawa jibu lake, na kwake kushtakiwa kwa uongo na kuenda gerezani, hilo lilikuwa jibu kwake. Ndiyo maana hakuwa na chuki na yoyote kwa ndugu zake, lakini hakuwa na moyo wowote wa kulipiza kisasi kwa watu wanaofanya maisha yake kuwa magumu. Kwa sababu aliweza kutambua kwamba tatizo halisi la mwanadamu ni tatizo la kiroho. Na hii siyo shida ambayo ninayo tu, lakini hii ndiyo shida ambayo kila mtu hapa duniani anayo. Na kwa neno hili, aliniita kama mwanafunzi, na wakati unapoamini kuwa shida ya Kenya ni shida ya Shetani, basi nguvu za giza zitaanza kuvunjika. Kwa nini kuna ufisadi mwingi? Tunafaa tujiulize kwa nini kuna ufisadi mwingi. Barani Afrika kuna makanisa mengi, na kwa nini kuna shida nyingi? Na ni sawa kuwa pia huko Korea, Ulaya na hata Amerika. Na kuna wahudhuriaji wengi wa kanisa, na bado kwa nini kuna shida nyingi? Ni kwa sababu hawajui kuhusu Shetani, asili ya kuzimu na hata dhambi na laana. Na wachungaji hufuata pesa tu. Ingawa wanamwamini Yesu, wanafuata tu vyanzo vya kidunia, na Mungu anatafuta mbaki mmoja ambayo anaamini kweli kwamba Kristo amemaliza shida hizi zote. Na kwao Mungu aliahidi kuwapa mamlaka yote ya mbingu na hata dunia. Na hilo ndilo agano, na yeyote anayeshikilia agano hilo anaweza kuomba. Na Shetani anamuogopa mtu huyu tu. Mamlaka ya kushinda nguvu zote za maadui. Na wakati Yesu aliwaita wanafunzi wake, hii ndiyo sababu, na sababu iliyonifanya niwaite ni kwa sababu nataka kuwa pamoja nanyi. Wewe unayejua maana ya kuwa pamoja na Kristo, na sababu kwa nini Yesu alikuja, ilikuwa kuharibu kazi ya Shetani. Ili kusamehe dhambi zote za mwanadamu, jina ambalo Mungu alikuja kwa mwanadamu na Shetani linawaogopa tu wale wanaojua maana ya hili. Kwa hivyo, Mungu alikuja kwa mwanadamu na Shetani linawaogopa tu wale wanaojua maana ya neno hili. Kwa hivyo, naomba ushikilie agano hili na uombe
yako mwenyewe. Na watu hawa wanaweza kuona uwanja ambao unakufa. Na wazazi wangu wanadanganywa na shetani. Na wanasiasa katika nchi yangu kwa kweli ni werevu sana, lakini wote wanadanganywa na shetani. Na kuna makanisa mengi na wachungaji katika Afrika hii na Mashariki, lakini wote wanadanganywa na shetani kwa kutojua injili sahihi. Na hiyo ndiyo sababu aliniita kama mwanafunzi wa Kristo. Na ameniita kama mtoto wa Mungu anayemjua Kristo tu. Ninakubariki kwa jina la Yesu kwako kuwa na mkutano wa kilele wa kiroho ambao unajua maana ya Kristo tu. Na ninakubariki ili upate baraka za kusimama kama mlinzi wa kiroho ili kuokoa familia yako, shule yako na hata uwanja wako. Wacha tuamini na tuombe. Mungu, tunakushukuru sisi kuliko wewe kwa kutuita kama mtoto wako ndani ya Kristo. Na huu uwe wakati wa kurejesha maana ya kweli na thamani ya Kristo. Na huu uwe wakati wa kutambua na kuvunja nguvu za giza ambazo zinajaribu kutudanganya kupitia mawazo yetu, moyo wetu na hata Kristo awe suluhisho na majibu yetu. Kwa kuchapisha injili hii na turejeshe shukrani na furaha ya wokovu na nguvu ambazo umeweza kutupa. Acha tuone shamba ambalo linakufa. Na kwa wakati huu, baraka za kiti cha enzi zije uwanjani na nguvu za giza ziweze kuvunjika. Na kazi yangu na kazi yetu itumike kama chombo na njia ya kuinua vuguvugu la uinjilisti. Na uturuhusu nguvu za kiroho